Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mheshimiwa mzee wetu Mufti wa Tanzania na Sheikh Mkuu Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, wajumbe wa ulama, Sheikh Kaim, Sheikh wa mkoa, mashekhe mbalimbali, wageni wetu, itifaki imezingatiwa. Lakini Mheshimiwa Mufti, kabla sijakupa nafasi hii, uridhie ni wanusuru watu wa msikiti na ni mnusuru Kaim, shekhe wako wa mkoa, kwa imamu wa misikiti miwili, mjumbe wako wa baraza la ulama Sheikh Hamid Masudi wa Jongo. Nisiposema hii kwamba yeye ndo imamu wa Manyema na mimi naibu wake pale Maamuri, itakuwa ugomvi, kama ambavyo pia imezoeleka kwamba yeye ndo kwenye baraza la ulama mara nyingi yeye humkaribisha mufti, lakini alinipa ishara hapa kwamba leo niendelee. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, bila ya kupoteza wakati, samaha, fursa hii ni yako, uzungumze na sisi hapa, lakini na wenzetu walioko majumbani wanaotuangalia, karibu sana. Kaim Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa wageni wetu Sharifu Al-Ahdal na Sheikh Kusoma, Mheshimiwa mwenyeji wetu aliyetualika hapa, Mheshimiwa ndugu yangu Sheikh Yusuf Hussein Subki, mudiri wa Mahad Nuri Sunna Al-Islami, mashekhe wote kwa ujumla wenu, waumini wapenzi wa Mtume Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twashereheka kwa mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa kutokujua kwamba tutasherehekea nini na ni kwa nini tushereheke. Sio hivyo kama zilivyo dhanna za baadhi ya watu, wanaona tunapoteza wakati katika kushereheka na kufanya maandalizi makubwa na kutupa mali zetu, kununua kande, kuwalisha watu. Watu wanaona mambo hayo yote ni mambo ya hovyo, hayana maana yoyote. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ana rahmatun muhdatun lil khalq, mimi ni rehma iliyotolewa tunu kwa viumbe. Twafaidika vipi na rehma hii ambayo Mungu kaithibitisha, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Sisi twafaidika vipi? Kwani kabla yetu sisi ummati Muhammad kuna na watu walipata bahati hii? Jawabu, hapana. Waliopata bahati mazongo ya kilipo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio tuliopata bahati hii ya kumpata mtume huyu. Ndio ile alkhairia ni yetu sisi ummati Muhammad, kuntum khaira umma, kuonesha ule ubora ni ubora ambao umenasibishwa na umepewa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili waweze kufaidika na mtume huyu kwa kumfuata, kumwangalia mienendo yake, kufuata alichokieleza, kushikamana na mafunzo yake. Watu wakifanya hivyo, watakuwa watu hao ni watu bora zaidi, na ndio sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ana nyanja nyingi ambazo kila utakapomtafuta katika uwanja huo utaukuta Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutosheleza. Ukimwangalia katika mawanja ya subira, utamwona Mtume alikuwa mwingi wa subira. Ukija katika mawanja ya upole, Mtume alikuwa mpole mno. Ukija katika mawanja ya kuhurumia, alikuwa na huruma kubwa zaidi, mpaka Mungu kamsifu kwa ile huruma alionayo. laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Kataja sifa mbili ambazo anazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni rauf, mpole sana, kisha akasema rahim, mwingi wa huruma. Alikuwa akihurumia mpaka wanyama, akihurumia mpaka wadudu. Alikuwa hapendi kuona hata mnyama anadhulumiwa. Mara moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita na masahaba zake kama ilivyo kawaida, kwamba anasafiri, anakuwa kazungukwa na masahaba zake. Wakenda katika eneo la kiunga cha bwana mmoja, kisha kukawa kuna ngamia wengi, lakini mmoja anatirizika machozi yule ngamia. Kisha yule ngamia akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana niliye naye ananitesa sana, ananibebesha mizigo mizito na hanilishi chakula sawa sawa, ananipa taabu kwelikweli, na ninafanya kazi zaidi kuliko uwezo wangu, ninusuru wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani mwenye ngamia huyu? Ni nani ambaye anamiliki ngamia huyu? Akatokea bwana mmoja akasema, ni mimi. Ameshtakia sasa hivi, analalama huyu ngamia kwamba humlishi vizuri, unampa kazi zaidi ya uwezo wake, unambebesha mizigo mikubwa zaidi, kisha unampa chakula kidogo. Kwa nini unafanya hivyo? Wewe huna huruma, huna huruma kwa mnyama huyu. Ile bwana akashangaa kwamba mnyama kamshtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, mlishe chakula anachotaka na chakula kingi cha kumshibisha, mpe maji sawa sawa, mbebeshe mizigo kwa wastani, kisha na umpe muda wa kupumzika, si wafanye kazi kutwa, ni mnyama. Ittaqullaha fi hadhihi albahaim alajma, mpaka mwisho wa hadithi. Muogopeni Mungu katika wanyama hao wasiojua kusema. Wapandeni kwa wema na mwale kwa wema, msiwafanyie fujo. Kwa hiyo Mtume alikuwa ni rahma kwa ile huruma aliyokuwa nayo. Maana yake tuwafundishwa umati Muhammad tuhurumiane, ndio maana yake. Si mwenyewe alikuwa na huruma, na sisi ndio umati wake. Sasa yeye awe na huruma, umati hauna huruma, umefaidika nini umati kwa mtume wao? Mtume alikuwa ni mpole, sisi si wapole, tumefaidika nini kwa mtume? Mtume alikuwa ni mwingi wa kuvumilia, kisha sisi hatuwezi kuvumilia, tumefaidika nini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni rehema kwetu sisi, kwa sababu tunachuma yale mambo aliyokuwa nayo. Alikuwa mwingi wa ibada, tuwe na ibada nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiabudu usiku mwingi, akifanya kuzihuisha usiku mpaka miguu yake inafura, miguu yake inavimba kwa sababu ya kufanya ibada. Akaambiwa na masahaba, taabu hiyo ya nini? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Akasema, afala akunu abdan shakura. Ndio jawabu lake. Wewe umeshasamehewa dhambi zako zote zilizotangulia na zilizokuja nyuma, sasa wahangaika nini kuswali sana katika usiku mpaka miguu yako inavimba ya Rasulullah? Akasema, hivi siwi mja mwenye kushukuru? Mimi nafanya hivyo kwa sababu ya kumshukuru Mungu, si kwa sababu ya kughufiriwa madhambi. Mungu ashanithibitishia kwamba ameshanighufiria madhambi yangu. Nafanya hivyo kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tuamka usiku, wa salatu al-layli masafatuha fadhhab fiha bilfahmi waji wa ta'ammalha wa ma'aniha ta'ti al-firdaus wa tanfariji. Tajuddin Tawzari anatuambia namna ya kuamka usiku watu na kufanya ibada kwa wingi, iqtidaan li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kumfuata mtume katika kila jambo. Mtume kama huyu hawakumpata watu waliokuwa nyuma. Alikaa jini mmoja siku nyingi baada ya magomvi ya majini, kisha akakimbilia mbali katikati ya kisiwa baharini, kwamba sasa mimi nakaa huku mpaka atakapokuja mtume katika akhiri zamani ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akakaa jini kule kwa muda mrefu. Ukafika wakati mabwana fulani wametoka Maka, wameingia katika bahari, wanasafiri, wakapigwa wimbi likawapeleka mpaka katika kile kisiwa. Kiasi ya mwezi wanahangaika mpaka chakula kinakaribia kwisha.
wakamkuta mtu mmoja pale, kumbe ni yule jini. Akaambia, jamani, nyinyi ni nani? Amba, sisi tunatoka Maka. Ni makabila gani nyinyi? Sisi ni Makureishi. Pale Maka kuna mtu mmoja anaitwa Hashim, huyo yupo kama tutamsikia katika hadithi hivi, lakini mambo ya zamani hayo tulikuwa hayupo. Basi kuna mtu mmoja anaitwa Abdul Muttalib. Vipi, yupo huyo? Pale ni hadithi, ni mtu ambaye tunasikia kulikuwa na mtu wa namna hiyo katika ile mji wa Maka na nini, na alikuwa mtu mkubwa pale. Kuna mtu mmoja anaitwa Abu Talib, naye yupo pia, huyo tunamsikia, lakini hatuna habari naye na wala hayuko sasa hivi mtu kama huyo katika mji wa Maka. Kuna mtu mmoja anaitwa Muhammad ibn Abdullah. Vipi huyu, mmemsikia? Ambia, huyu Muhammad tumemsikia, lakini toka afe mpaka sasa hivi miaka 40 ishapita. Miaka 40 ishapita. Akaanguka yule bwana, akapoteza fahamu yule jini. Alipokuja kurudiwa na fahamu, akaambia, mimi nimekimbia ugomvi wetu sisi majini, mimi ni jini, nimewakimbia mimi. Wenzangu nikaja kujificha hapa, nasubiri ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili nende nikamwamini, nende nikaonane naye. Mwanambia mimi kwamba mkishakufa miaka 40 iliyopita? Akamwambia naam. Akaanguka tena, akazimia. Alipokuja kuamka tena, akamwambia, nimefurahi sana, nimewaona watu mliotoka katika mji wa bora ya viumbe wote. Haya, mna shida gani? Akamwambia, sisi tumepotea, hatujui tutakwenda wapi. Akawaonyesha njia, piteni hivi, piteni hivi, na akawasindikiza wale mabwana, wakarejea katika mji wa Maka. Sasa huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu walijua utukufu wake, viumbe vingine pia vilijua utukufu wake, na wakakaa kwa ajili ya kungoja waje waonane na bwana wa mabwana, waje wapate mambo makubwa ambayo anayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha sisi tunaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumempata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametuletea neema ya Uislamu, ametuletea mafunzo bora ya Uislamu. Mwisho wa mafunzo yote ametuletea sheria iliyofuta sheria zote, lakini bado hatufaidiki na matunda ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumekuwa sio watu wazuri, ni watu ambao hatuko pamoja. Mtume anataka tuungane, tuwe kitu kimoja, sisi tunafarakana. Mtume anatuambia tuhurumiane, arrahimuna yarhamuhumur rahman, sisi hatuhurumiani. Mtume anatutaka sisi tushikamane, sisi hatushikamani. Mtume anataka mtu ampende mwenzake, sisi hatupendani. Mtume ametufundisha kila kitu, lakini vitu hivyo vyote tumevitupa, hatuna haja navyo. Mtume anasema katika hadithi fupi, anasema laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Si katika sisi mtu ambaye hamwonee huruma mdogo wetu, hana huruma na mtoto mdogo. Sasa hivi watu hana huruma na watu wadogo, wanachukua watu wadogo, wengine wanakwenda kuwafanya mabaya, wanachukua watu wadogo, wengine wanawachinja, wanachukua watu wadogo, hawana huruma nao. Hata anapita barabarani hawezi kumwokoa na magari, anamwacha tu. Babake alikuwa waki mpaka anamwacha mwanawe anatembea ovyo. Tabia ya Mtume alikuwa anaonea huruma watu wadogo. Lakini pia si katika sisi yule mtu ambaye kwamba hawaheshimu wakubwa. Hawa ni wakubwa, hawaheshimu. Huyu ni mtu mkubwa, hamheshimu. Ni mkubwa kwa namna yote, kwa uzee, kwa kila kitu, hamheshimu. Naona kitu cha kawaida tu basi. Mimi nimefurahi sana, kijana amekuja kupewa nafasi ya kutoa mawaidha hapa, alafu huko nyuma kabla ya kufika mimi kumetolewa nyadhi nyingi hapa. Kisha akaona kwamba mimi siwezi kutoa mawaidha mbele ya wazee waliotangulia, maulama waliotangulia. Siwezi kusema mimi, hata kama nina usogora wa namna gani wa kusema, sisemi. Kwa sababu gani? Wametangulia wanazuoni wakubwa zake, walimu zake. Kwa sababu gani? Sio kwamba watu waliopo hapa ambao ni wakubwa kwake yeye wamemfundisha, kafundishwa na mmoja wao.
na yule mmoja ndio na wale pia ni walimu zake, kwa sababu ndio watu wa rika la mwalimu wake. Kila mtu ambaye ni rika la mwalimu wako ni mwalimu wako katika zama hizo, na kila mzee aliyopo katika zama zako basi ni mzee kama vile mzee Babio, ni sasa na baba yako tu. Nafasi ile ni nafasi ya babako, unataka umheshimu kama unavyomheshimu baba yako. Ndio Mtume akatufundisha pia, mtu asiyewaheshimu wazee si katika sisi, hayuko katika mila ya Uislamu, hayuko katika utamaduni wa Kiislamu, hayuko katika mafunzo ya Kiislamu mtu huyo. Lakini akamaliza na mtu ambaye hajui kwa mwanawachuoni wetu haki yake, haijui haki ya mwanawachuoni, haijui, anaona kawaida tu, analingana naye, yuko sawa na yeye. Itakuwaje uwe sawa na yeye mtu yule? Itakuwaje? Haiwezekani kitu cha namna hiyo. Mtume sallallahu anatufundisha vitu vya namna hiyo. Kwa tumejifundisha vitu vingi. Ni kipindi hiki kipindi cha kumsoma Mtume, kujikumbusha mambo ya Mtume, kuwakumbusha watu tabia za Mtume ili wafaidike na Mtume. Mtume hakuacha kitu, amefundisha. Na ni kwa nini isiwe hivyo katika teremsho wa Qur'an? Na Qur'ani ndio kitabu chetu, ndio kanuni yetu, ndio katiba yetu, ndio kila kitu kimo ndani ya Qur'an. Mtume ndio mufassir wa Qur'ani, amekuja kutufundisha namna ya maisha na watu waishi vipi, watu wakae vipi. Lau ulimwengu ungefuata ukweli wa kufuata mafunzo yaliyoko ndani ya Qur'an na mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na miongozo yake, ulimwengu usingefikia mahali pabaya kama uliofikia sasa. Sasa hivi ni zama za watu kusema, na mtu anasema tu, ana uhuru wa kusema, na hakuna neno katika kusema, wala hakuna dhambi katika kusema. Na hasa kusema katika vitu, katika vyombo, kama umejificha watu hawakuoni, wajisemea tu, wala hupati dhambi kule. Dhambi utaipata kama umekutana na mtu anakaana, ukimtukana ndio wapata dhambi, lakini ukienda na mtandao upati dhambi mwenyewe. Ndio fikra za watu. Watu wamefikia mahala pa namna hiyo. Ya laha min jahal. Hakuna jambo la ajabu kama hilo, hakuna jambo la ajabu kama hilo, na hakuna jambo ambalo haitakiwi Waislamu kulikumbatia na kulichukua kama hilo. Lazima uelewe zama za mitandao, zama za watu kusema ovyo, zama za mimi Muislamu naishi vipi ndani ya zama hizi. Nafuata kila kinachokuja, unafuata kila kinachosemwa, unafuata kila kinachoambiwa, inafuata kila alichosema mtu, unafuata. Waangalie Mungu kasema nini, Mtume kasemaje, waangalie Uislamu unasema nini, waangalie namna ya kuheshimu watu. Wajisemea tu bwana. Kuna woga, kuna madhambi lazima uwe na woga nayo. Dhambi ya kusengenya, dhambi ya kufitinisha, dhambi ya kutukana, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Wewe unafikiri hayo ukiyafanya ukiwa katika mtandao ndio hupati dhambi? Jalla jalalu. Alimta shay'an wa ghabat anka ashya. Umejua kitu kimoja tu, mengi yamekupita, maskini ya Mungu. Umejua jambo moja tu, mengine mengi yamekupita. Haya ni mambo ya kuangalia. Ulimwengu unaweza kukusababisha siku ya kiyama ukao umefilisika, una chochote. Huna swala ulizoswali miaka 50 iliyopita, huna hija 10 20 ulizozihiji, huna hata moja. Washangaa tu siku ya kiyama. Huna zaka. Ulikuwa msomaji wa Qur'ani, baada ya wiki mmaliza umehitimisha hitima 1 2 3, thawabu hizo zote huna, zimemalizwa na mtandao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ujinga uliokuwa nao. Aljahlu arun wala yarda bihi illa alhimar. Ujinga ni aibu, na hakuna anayeridhia ujinga isipokuwa punda tu peke yake. Maana unaweza kumbebesha gunia la mavi, yeye wala hana neno, anayapeleka mavi utakako. Lakini binadamu hawezi kukubali. Lazima tusimame na Uislamu, tusimame na mafunzo ya Uislamu. Yamesemaje? Tunaishi vipi na wake zetu? Jana Sheikh Jongo kwenye Maulid alijaribu kuzungumza mambo haya. Tunakaaje na wake zetu? Tunaishi vipi na watoto wetu katika zama hizi? Mimi nimebahatika kwenda, na mwanzoni mwa mwezi ujao nitasafiri pia, na kwenda katika mikutano ya kwenda kuzungumza na vyombo, kwenda kuzungumza juu ya madhara na changamoto zinazoletwa na mitandao. Masr
Masri. Mkutano unadhaminiwa na rais wa Masri Abdul Fattah Sisi, ndio anaudhamini mkutano huo, na uko chini ya mufti wa Masri. Safari ile ilikuwa chini ya Ahmad al-Tayyib, Sheikh al-Azhar wal Imam al-Akbar. Safari ni mufti, lakini sehemu hizo zote nimekwenda kwa mikutano zaidi ya 10, lakini yote ni hatari ya mitandao. Tutawakabili vipi Waislamu wetu juu ya changamoto za mitandao? Shekhe, kaimu wa mkoa, maulama, lazima tutengeneze semina za mashekhe hawa, tuzungumzie juu ya matatizo haya ya tahadiyati ya dhakai istinai, akili mnemba wenyewe wanasema ni akili bandia, artificial intelligence, jinsi inavyoweza kuharibu na haribu mpaka wanaingia mpaka wale wa Mwenyezi Mungu tunaharibu, wanafanyaje na nini? Hatuwezi kuangalia vitu vya namna hiyo. Mtu anafanya jambo na wewe unafuata tumkumbo, wala hujui. Mtu anatukana na wewe unatukana. Saa nyingine si Muislamu yule aliyotukana, si Muislamu kabisa, alafu wewe Muislamu unaingia katika kutukana. Umemjua aliyetukana ni Muislamu? Watu wana uwezo wa kutengeneza comment hata 100,000 kwa kutumia robot, inakuwa ni robotic, alafu zinamwagwa katika mitandao. Inaonekana katukana sana, akafanywa hivi na nini. Ndani yake kuna watu wasiokuwa Waislamu, kuna watu wagomvi wa Uislamu, maadui wa Uislamu. Muislamu naye kwa ujinga wake anaingia tu pale, anacheka jahilu murakkab. Mambo tuangalie, tutakuwa mbali. Uislamu hauwezi kwenda kwa mtindo huo. Alafu anaachiliwa mtu hivi, anaachiliwa vipi? Hawezi kuachiliwa mtu anaharibu, alafu mnakaa hivi. Vijana pia mchangamke, vijana. Watu wanatukana na wazima, msifanye hivyo. Wakatazeni, Mwenyezi Mungu amekataza vitu vya namna hiyo. Watu wanasema vibaya, wabeni haifai kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu hataki. Ndio ubora tuliopewa, kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Mbele inasemaje? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Ndio kazi yenyewe, tu'minuna billah. Hiyo ndio kazi yenyewe, kuamrisha mema na kukataza maovu. Uislamu na mapande mawili makubwa, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Ndio mambo ya kufanya jamani. Mimi nimeona leo kidogo niingie katika hii bahari, manake hatutakiwi, lazima Allahumma shahad kwamba kad ballaght. Siku ya kiyama isionekana sijasema. Mimi nasema kabisa hapa, mambo maovu tuyakemee, tusiachie wala tusiyafanye mpaka yakafika mahala pabaya. Uislamu wenyewe utaharibika. Ndio watu wanakaa katika darasa, shekhe anafundisha, mwingine hasomi kamwe, yani hayuko katika ile safu ya watu wenye kusoma, kaja tu naye ni msikilizaji, yeye ndio anakuwa mtu wa kwanza kuuliza swali. Alafu swali la kwake sio swali la kutaka kujua, ni sualu ta'annutin. Yeye hana swali la anataka kumtia kwere tu yule shekhe. Eleweka kwa shekhe mmoja kule Tanga, barabara jamaa, msikiti Masjidi Khef, unaofahamu watu wa Tanga wote wanaofahamu. Alikuwa anasomesha, sitaki kumtaja. Sasa watu wamejaa kama hivi, akauliza mtu mmoja swali la jeuri. Alikuulizwa na wale wanafunzi, kauliza yule tu, lakini shekhe naye alikuwa mjanja. Alipomuuliza nani, wewe, basi Mwenyezi Mungu anasema, akaendelea na darasa lake, akamwachilia mbali. Kwa sababu mbona mtu mjinga unaulizaje swali namna hiyo? Unatakiwa swala lilingane na haya tunayosomesha hapa. Sasa wewe unauliza swali lilokuwa nje ya masomo, maana yake nini? Nataka kumkorofisha. Shekhe akija kusomesha akajiandaa nyumbani kwake, kapitia vitabu 3 4, kajitengenezea maswali, kisha kajitengenezea jawabu, kisha anakuja kufundisha. Alafu wewe unakuja kumuuliza swali hivi, hajajitengeneza ndio anakujibu nini? Kwa jamani, Uislamu ni dini nzuri, dini ya mwongozo, dini ya mapenzi, dini ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuletea. Tuipokee, tuifanyie kazi na tuwafanyie kazi mafunzo na mwongozo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho, hizi siku tutaziita ayyamul bisharat,
kutakuwa na makongamano mbalimbali au mawaidha mbalimbali ambayo yatatolewa katika baadhi ya misikiti iliyopangwa. Sheikh Athmani, simama mwalimu. Huyu bwana pamoja na kina Sheikh Ali Ngeruko na konseli chini ya ulama mnaona hapa, Sheikh Jongo, Sheikh Ali Mkogore, Sheikh Isa, wao wanasimamia siku hizi. Tumesema zisikae tu bure alafu watu tukangojea kwenda kule peke yake kwenye maulidi kama alivyotangaza kaimu Sheikh wa mkoa. Hizi siku hizi tunataka mashekhe wachafuke. Hata jana nadhani tulimpa mada Sheikh Ziwani juu ya masuala ya kina mama katika kuweka sawa namna ya maisha ya mume na mke. Kaini. Kwa hiyo msikose katika makongamano hayo. Mtakaposikia mwenda mkawasikilize mashekhe wanavyojaribu kutengeneza huu umma kupitia mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka itakapofika siku ile ya kilele. Lakini siku ya kilele ni vizuri tukawa sote pale tukamsherehekea Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakutaka kusema sana shekhe wa mkoa, lakini mikoa yote 26 tumepeleka mabasi kule, wanakuja kwenye maulidi Mnazi Mmoja, haijawahi kutokea. Alafu pale Mnazi Mmoja, kwa historia ya wazee wa mji wa Dar es Salaam, wametambia sasa yale maulidi ya mwaka huu yatakuwa ni maulidi ya mwaka wa 100 tangu kuanzishwa kusomwa pale. Kwa hiyo mbali ya kumsifu Mtume, lakini itakuwa pia mawanja yale yamefikisha miaka 100 ya kumsifu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yale maulidi ni ya kwenu na mji ni wenu, na baraza kuu makao makuu limeamua kutoa nafasi hii iwe Dar es Salaam. Tungeweza kupeleka popote, tungepeleka hata Rukwa, lakini tumeona tulete Dar es Salaam tulete Dar es Salaam kwenye wapenzi zaidi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mji ambao unaigwa na watu wengi. Kwa hiyo tuhudhurie kwa wingi, tumpokee Mtume na tufuate miongozo ya kaimu Sheikh wa mkoa ambaye anatupa kuhusiana na maulidi atakavyokuwa. Baada ya kuzungumza haya, namwomba Mwenyezi Mungu atujalie taufiki, atupe kheri, atupe baraka, atupe amani, atupe salama, na ajalie viongozi wetu, Mwenyezi Mungu ajalie awape amani, awape salama, awape utulizani, waweze kutulizane nyoyo zao. Na sisi Mwenyezi Mungu aturuzuku riziki iliyokuwa pana, isiyokuwa na taabu katika kuitafuta, lakini iliyokuwa nyepesi katika kuitumia, na tusiwe mabakhili katika kuitumia pia. Na Mwenyezi Mungu azifanyie ndefu nyumuri zetu, na tujalie kuwa ni watu wenye kusoma dini ya Mwenyezi Mungu na watu wenye kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na atufufue chini ya bendera yake Mtume wetu Muhammad iliyoandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.